ibada ya hija. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi ambao kwamba una mafungamano makubwa na dini ya Kiislamu, kwa sababu binadamu bila tarehe hawezi kuishi. Sote tunaishi katika tarehe. Wazee wetu walikuwa, wewe kuwa kama babu yako, wewe kuwa kama mzee wako. Mashekhe zetu walikuwa, mitumi wakipeana mifano kwa masahaba. Yani tunaishi katika at-tarikh, katika historia za watu ndo tunaishi. Hakuna kitu kipi ambacho kwamba tunakifanya eti zamani hakikuwa, la, tunaishi katika tarikh. Na katika kuishi tarikh, hivi visa vya tarikh vikawa vina mafunzo kwa watu wa sasa na watu ambao kwamba watakao kuja. Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha suala la tarehe ni muhimu katika maisha ya mwanadamu, alimsimulia Mtume Muhammad kisa cha Nabii Allah Yusuf, akamsimulia Mtume Muhammad tarehe ya Nabii Allah Musa, akamsimulia Mtume Muhammad tarehe ya Nabii Allah Adam, akamsimulia Mtume Muhammad tarehe ya kina Nabii Allah Suleiman, ili atakapokuwa yuaishi aishi akiwa anatizama nyuma. Mwanadamu hawezi kuachana na tarehe. Tukija katika suala la dini yetu imeambatana na tarehe. Tunafata dini ambayo kwamba ina mifano nyuma yetu, ambayo kwamba dini hii waliotangulia waliitendea haki. Ndo leo na sisi tukikaa hapa kuelezana, nikikupa mfano naweza nikakupa mfano wa Sayyidina Umar, ana tarehe yake. Nikikupa mfano nitakupa mfano wa Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ana tarehe yake. Sasa na katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi huu na tarehe kubwa ambayo kwamba inafungamana na dini ya Kiislamu. Tarehe yenyewe inazunguka kati ya watu watatu. Mtu wa kwanza ni babu yetu, baba yetu Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huyu ana tarehe kubwa inayoambatana dini ya Kiislamu. Ukaja kwa mwanawe Nabii Allah Ismail ambaye ana tarehe kubwa katika dini ya Kiislamu. Na ukija kwa mamake na Hajara alayha salam, pia naye ana tarehe kubwa ambayo kwamba inayoambatana na dini ya Kiislamu. Hivi vitu vyote vilipatikaniwa ndani ya mwezi wa Dhulhijja, tena yalikuwa ni matukio makubwa. Leo tutatizama Dhulhijja ina nini. Dhulhijja ina wageni wa Mola wanaoelekea kwenda kutekeleza ibada ya hija. Piga mfano ama vuta picha, wewe ni mgeni wa Allah. Mola subhanahu wa ta'ala anaeleza watu watakapokuwa peponi wakiwatizama wale ambao kwamba walikuwa wakiwacheka duniani, wakiwatizama wale ambao kwamba walikuwa wakiwadharau duniani. Allah anasema ala al-araiki yanzurun, hawa watu wa peponi watakuwa katika viti vya enzi wanaangaliana. Ala al-araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Kwa sababu gani watakuwa na hali hii? Kwa sababu wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi hawa wageni wa Mola walioenda hija? Hawa wanapokelewa na Allah, na katika kupokelewa na Allah bimaana kuna vitu maalum wanaenda kuvitizama huko hija. Ndo tulieleza katika hutuba yetu Ijumaa ya kwanza hapa mwezi wa Dhulqaada, tukasema safari ya hija ni rihlatul imaniya, ni safari ya kiiman, si safari ya kibiashara. Ni safari ambayo kwamba unakuwa mgeni wa Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kule unapoelekea kuna vitu maalum waenda kuvitizama.
Ndo baadhi ya watu ulizana, kwani safari hii mtu kuacha shughuli zake, mtu kutumia mapesa mengi, mtu kuacha familia yake, kwani huko kuna nini la zaidi ama kubwa? Kule kuna mambo mengi ambayo kwamba insha Allah ndio itakuwa mada yetu, tueleze mmoja baada mmoja mpaka pale tutakapokomea. Kwanza, watu wanapoelekea hija wanaenda kuitizama Kaaba, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala nyumba hii aliweka ni nyumba ya ibada, si kwamba Allah yupatikana pale. Baadhi ya fikra za watu eti Mungu wa Waislamu yupatikana sehemu za Kaaba. Kalla wa hasha. Mola wetu subhanahu wa ta'ala hana zama. Mola wetu subhanahu wa ta'ala hana makan, hana sehemu na hana zama fulani eti yupatikana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko na nyinyi popote pale mlipo, yuko sehemu yoyote, hazimzunguki yeye pambizo za ulimwengu. Lakini ile nyumba ameiweka ni sharaf, akaitukuza, na sababu ya kuwekwa tulieleza. Watu wanapoelekea hija wanaenda kuitizama ile nyumba, na Allah subhanahu wa ta'ala nyumba hii ameizungumzia ndani ya Qur'an. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Mola anasema tulipoijalia nyumba hii ya Kaaba mathabatan lin-nas. Mathabata maana yake ni nyumba ambayo kwamba thawabu zake hazikatiki. Kila anaenda kuizuru na kuitembelea na kuitizama ni mathabatan lin-nas, ni nyumba ambayo kwamba mtu anapata thawabu akiwa ameizuru. Kuna baadhi ya watu huathirika na mapenzi kwa kuitizama tu kwa video ama kwenye TV. Mtu akaitizama Kaaba namna ilivyo, kihisia tu, kihudhurisha, kiruhia tu, unajua ni nyumba ya ibada, unajua ni nyumba ambayo kwamba imewekwa watu wawe wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyumba ya kupata thawabu. Sasa unapoona watu wanaelekea sehemu za huko, wanaenda kuizuru nyumba ambayo kwamba watapata thawabu. Kwa nini wapate thawabu? Allah akasema katika nyingine, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Ile nyumba usione tu ni nyumba iko nyeusi ndefu haina faida yoyote, la, wa hudan lil alamin. Ile nyumba ni mwongozo kwa ulimwengu mzima. Kaaba ni mwongozo kwa ulimwengu mzima. Utapata mtu anapoelekea Kaaba akahudhurisha, akaachana na ashghali za dunia, mtu yule anaongoka. Na anayetizama Kaaba na yeye pia anaongoka. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha dua kwa mtu anayefika kwenye Kaaba, na mtakuwa mashahidi ambayo kwamba tayari mshaenda kuishuhudia. Ni nyumba ya ajabu. Mtume anasema lau utaitokea ghafla nyumba kama ile nyumba ina utisho, ina haiba. Ile nyumba ni ya Mola, imejengwa na malaika, ni nyumba ambayo kwamba imefanywa repair na viumbe vitukufu. Mtume anasema unapoifikia usikimbilie kwenda tu kuidara, la, baiombe dua, Allahumma zid baitaka sharafan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan. Hii dua inasomwa kwa mtu ambaye kwamba anayesongelea nyumba ya Kaaba. Ewe Mola, izidishie nyumba yako utukufu na cheo na ukubwa, na uizidishe kuipa haiba. Tizama, tangu zama hizo nyumba ya Mola inaombewa haiba. Ile nyumba si ya binadamu. Miongoni mwa ajabu yake, babu yake Mtume alayhi salatu wassalam, babu yake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, ambaye alikuwa ni chairman wa zama hizo. Kukatoka bwana mmoja anaitwa Abraham,
yeye akajipiga kifua anataka kuimaliza nyumba kama ile. Abraham aliambiwa na Abdul Muttalib, sisi tutatoa vitu vyetu, wanyama wetu, hii nyumba ina mwenyewe ambaye kwamba atakaitetea Kaaba. Usije ukaona watu wanasafiri tu kwenda kuona nyumba ile uifananishe na nyumba zingine. La, ile ni nyumba ya Mola. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Abraham alipoikaribia, sikiza habari zake. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yule Abraham hakuelewa yuenda kupambana na mwenye nyumba Allah subhanahu wa ta'ala, na akamwangamiza Abraham na jeshi lake lote kwa sababu anataka kuimaliza nyumba ya Kaaba. Ile ni nyumba ya kipekee. Tunapoenda katika hija, tuenda kuitizama nyumba ya Mola subhanahu wa ta'ala iliyowekwa kwa ajili ya watu, na watu wapate thawabu, na watu wapate kuswali ndani yake na kumkumbuka Mola subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo kwamba watu wanaenda kulitizama, Allah anasema fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ndani yake kuna maqamu Ibrahim. Labda twasikia tu maqamu Ibrahim, labda twationa tu kwa TV ama kwa simu yako maqamu Ibrahim, labda wewe ushawahi kwenda ukafika kabisa kwenye maqamu Ibrahim. Ni nini maqamu Ibrahim? Maqamu Ibrahim lilikuwa ni jiwe la Sayyidina Ibrahim analo likanyagia akijenga Kaaba, kwa sababu ilifika wakati Kaaba imekuwa mrefu, anamtuma Ismaili mawe, yeye kuna sehemu anakanyaga, anaendelea kujenga. Ile maqamu Ibrahim lilikuwa ni jiwe, na baada ya kukamilisha jiwe lile aliweka chini ya ukuta wa Kaaba. Na hii maqamu Ibrahim paka iwe ni katika ibada zinazofanywa ndani ya hija, ilikuwa ni ushauri wa Sayyidina Umar bin al-Khattab. Tunamuelewa Umar ni nani? Alikuwa hasemi ila akisema asema ukweli. Sayyidina Umar an-natiqu bil haqqi was sawab. Ukisoma suratut Tahrim kuanzia aya asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairun minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abikara. Haya maneno yalikuwa ya Sayyidina Umar. Soma tarehe haya, neno ukasome tafsiri utatizama Sayyidina Umar alivyokuwa mkali kwa mwanawe Hafsa, na Sayyidina Abubakar alivyokuwa kwa mwanawe na Aisha walipokuwa wanataka kumpeleka mbio Mtume Muhammad. Hivi ni vitimbi vya wanawake. Alikuwa akizungumza maneno Umar inakuwa ni aya. Sayyidina Umar, sisi watu wajisemea tu vya urongo, twacheka, hujui umesema nini, hujui wasingizia mtu ulimi wako hauchungi. Sayyidina Umar wakati akizikwa Abdullah bin Ubay bin Salul alimwambia Mtume Muhammad, ya nini umswalie usimame kwa kaburi la huyu bwana mnafik, ametutesa. Zikateremka aya Mtume akikatazwa kumswalia na kumzika mtu ambaye kwamba ni mnafik, na ilikuwa maneno ya Sayyidina Umar. Na hapa kwenye maqamu Ibrahim alimwambia Mtume Muhammad, wewe unaje ya Rasulullah, hii sehemu tukaifanya kutabaruku na raka mbili, yani watu kuswali sehemu kama ile kutabaruk na athari ya mtu mwema. Aya kashuka, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kila naenda hija yuenda kutizama na kutabaruku sehemu ambayo kwamba inaitwa maqamu Ibrahim. Sehemu ya tatu ambayo kwamba tuenda kuangalia huko hija, na haya yote yanafanywa katika Dhulhijja, ni Hajarul Aswad, jiwe leusi. Hajarul Aswad, hadithi ikitoka kwa Abdullah ibn Abbas, Mtume anasema anna Hajaral Aswad nazala min aljanna wa huwa ashaddu bayadan min al-labani
fasawadatuhu khataya bani adama. Mtume anasema hii hajarul aswad labda twaiona ama twaisikia, ilichuka kutoka mbinguni ikiwa ni nyeupe kuliko maziwa, ni nyeupe kuliko maziwa. Fasawadatuhu khataya bani adama, ikabadilika ikawa nyeusi, na kilichofanya iwe nyeusi ni madhambi ya wanadamu. Hilo jiwe leusi, je, lina faida gani jiwe leusi? Sayyidina Umar bin al-Khattab katika maneno yake anasema, aliliambia lile jiwe, la anni a'lamu annaka al-hajar, wewe jiwe mimi nakuona wewe ni mawe ya kawaida, la tadhuru wala tanfa, jiwe wewe haudhuru wala haunufaishi na chochote. Laula anni raaitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam ma qabiltuk, lau singemwona mtume Muhammad anakubusu na mimi Umar singekubusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia maneno ya Sayyidina Umar, na ni hadithi pia inatoka kwa Abdullah ibn Abbas, anamwambia Umar, wallahi la yab'athannahu Allahu yawma al-qiyama. Mtume anamwambia Umar, na hapa kwa jina la Allah, hilo jiwe Mungu atalileta siku ya kiyama, lahu ainan, litakuwa na macho mawili, walisanun yantiqu bihi, na litakuwa na ulimi likizungumza, yani linaweza kuzungumza. Yashhadu liman istalamahu, likitoa ushahidi kila ambaye kwamba alienda akalisalimia. Leo nenda ukatizame watu wanavyopigania kwenye hajarul aswad, si kwamba halina faida, la, na Sayyidina Umar akaambiwa lina faida, na pale kuna mithaq na ahadi ya Mola. Sasa ni lazima tunapoenda kule tunaenda kulisalimia hajarul aswad, ikawekwa katika amali zinazofanywa ndani ya hija. Lingine ambalo kwamba twalifanya huko ama ambalo kwamba liko huko ni ma'u Zamzam, maji ya Zamzam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, khairu ma ala wajhi al-ardh ma'un Zamzam, bora ya maji yaliyokuwa bora hapa duniani katika mgongo wa ardhi ni maji ya Zamzam. Ajabu ya Zamzam, yenyewe ni chakula kwa utamu wake. Na kwa nini hicho ni chakula? Nenda kasome tarehe ya Nana Hajara, wakati akimtafutia mwanawe maji, hawana chochote, kila alichowacha Ibrahimu kimemalizika. Mola subhanahu wa ta'ala akawaletea maji ya Zamzam, alikula, alikunywa, yakawa ni maji ambayo kwamba yanashibisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alma'u Zamzam lima shuriba lah, maji ya Zamzam ni kwa ile nia yake ambayo kwamba utakunywa nayo. Wa shifaa'un minas saqami, na ni maji ambayo kwamba yanaponyesha maradhi. Watu wanapoenda, wengine twarudi na mazawadi ya Zamzam, wengine twatamani kuwa na maji ya Zamzam, lakini yako huko. Watu wanapoenda wanaenda kuona miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoifanya. Jambo lingine, kuna Safa na Marwa, as-sa'i, ile kwenda mbio, yote yanafanywa katika Dhulhijja. Na Mola anazungumzia, inna as-safa wal marwata min sha'airillah, hakika ya Safa na Marwa ni katika mambo ya Mola subhanahu wa ta'ala, sha'airullah. Na hii Safa ilianzishwa na mwanamke na Hajara, wakati akimtafutia mwanawe chakula, akikimbia Safa akirudi Marwa, na huku akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu wamekewa ni ibada wanaoifanya huko. Lingine lilioko katika suala ya hija, tuna ramyul jimar, watu kurusha vijiwe. Hikma gani? Kwani kurusha vijiwe ni namna gani? Kwa nini tuwekewe? Sayyidina Ibrahim ilipokuja amri amchinje mwanawe, kwa sababu yeye imani yake ilikuwa haina shaka na maneno ya Allah. Sayyidina Ibrahim ile ndoto alipoiota, akaiota tena mpaka akajua hii ni wahi, hii ni Mola ananiamrisha.
akamchukua mwanawe yuenda kumchinja. Ibilisi kwa kuwa yeye hataki mtu atekeleze amri ya nani? Ya Allah, akamfuata Ibrahim, akamwambia wewe mtu mzima, umekaa miaka mingi hupati mtoto, leo umepata mtoto, wakubaliana na hii hali ndio ukamchinje mwanao hivi hivi? Sayyidina Ibrahim akajua huyu ni Ibilisi, akachukua jiwe akampiga. Ibilisi akaenda kwa mamake na Hajara, akamwambia wewe mama, mwanao amechukuliwa anaenda kuchinjwa na wewe umekubali. Na Hajara akajua ni Ibilisi, na yeye akamrushia jiwe akamfuata mtoto. Utakubali vipi uchinjwe na babako bana? Maisha ndio yanaanza, kataa, kimbia. Na Ismaila akajua ni Ibilisi, akamrushia jiwe. Na hapa kuna mafunzo makubwa, kuna adabu, kuna mafunzo makubwa, kutekeleza amri ya Allah, kuna mafunzo makubwa mengi tu sana. Ikawa ni katika sunna, ni katika amali za haji, watu wakienda ramyul jimar ni kumlaani shaitan. Tunapoelekea hija kuna hiyo ramyul jimar, ni kumlaani shaitan, kwa sababu ni siku ambayo kwamba, ama ni hizi siku ambazo kwamba anajiona mnyonge, eti mja amefanya madhambi mwaka mzima, leo Allah subhanahu wa ta'ala yuenda kumsamehe kwa sababu ya hija. Tunafanya ramyul jimar. Swala lingine lilioko katika hija, watu wanasimama Arafa, na wakisimama Arafa kila mmoja anamnadia Mola wake subhanahu wa ta'ala na kumuomba kila kitu ambacho kwamba yuakitaka yeye. Siku ya Arafa ambayo kwamba tumewekewa ulimwengu mzima watu wawe wako katika ibada. La mwisho ni watu kwenda kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye kwa sababu yake tumekuwa umma bora, ambaye kwa sababu yake tunajitambua, ambaye kwa sababu yake tumekuwa ni watu ambao kwamba hatuadhibiwi kwa makosa yetu hapo kwa hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ya Rab, usiangamize umma wangu kama ulivyoangamiza umma zingine. Nabii Allah Nuh, ummati wake walipokataa, alimwambia, la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina dayara, Mola sibakishe muovu yote hapa duniani. Innaka intadhruhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Nuh aliombea watu wake namna hii, na Allah subhanahu wa ta'ala akafanyaje? Fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad udir. Mola akawaangamiza takriban miezi minne, maji yameshikana ya ardhini na mbinguni. Umma walipokuwa akifanya makosa, Mola akiwaangamiza. Tizama qaumu Salih, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha fakadhabuhu faaqaruha. Mola alipoona hawa wamefanya madharau, fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqubaha. Neno katizame qaumu Lut, walipofanya madhambi Mola aliwafanya nini? Akawaangamiza. Lakini alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akamwambia, ya Rab, usiwaangamize ummati wangu. Je, hapa tukikaa kila mmoja awaze, sisi tuwafaa kuangamizwa ama tufai kuangamizwa? Subhanallah. Madhambi umma zilizopita walikuwa na dhambi moja tu. Ikiwa ni kaumu Lut, walikuwa na dhambi la ushoga peke yake, kuingiliana wanaume kwa wanaume peke yake, hawakuwa na lingine. Ukija kwa kaumu Shuaib, walikuwa na dhambi la kuibia wenzao katika mizani, hawakuwa na lingine. Ukija Nabii Allah Nuh, walikuwa na dhambi moja peke yake. Sisi ummati Muhammad tuna mangapi? Tumeyakusanya yote.
lakini tuko katika dua ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Leo imekuwa ushoga ndo biashara inatangazwa, iko waziwazi, na tuelewa Mola Subhanahu wa Ta'ala haridhi, na tuelewa kuna watu waliangamizwa kwa dhambi hilo, kuna watu waliondoshwa hapa duniani kwa kudhulumu wenzao, kuna watu wameondoshwa duniani kwa kiburi, lakini sisi tunazo, na Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ametuacha kwa sababu ya dua ya Mtume Muhammad. Allahumma salli alayhi. Tunapoelekea sehemu za hija, Mtume anasema manzarani, yoyote mwenye kunizuru mimi. Mumetoka Maka mukaenda zenu Madina kumzuru Mtume Muhammad, kumpa salamu Mtume Muhammad, faqad wajabat alayhi shafaati, mtu huyu imemlazimu mimi siku ya kiyama kumtetea. Kwa hivyo haya tumetaka kuyataja kwa haraka na kulingana kwa wakati, ni miongoni mwa mambo yanayofanywa katika mwezi wa Dhulhijja. Na tuelewe Dhulhijja, Mola Subhanahu wa Ta'ala mwanzo ameitaja ndani ya Qur'ani katika miezi ambayo kwamba hufai wewe kujidhulumu ndani yake, 4 hurum. Uelewe Dhulhijja ni katika miezi ambayo kwamba baadhi ya siku zake Mola ameapa nazo, akisema wal fajr wa layalin ashr. Sasa ikiwa Dhulhijja ina mambo haya, basi kuna mambo ambayo kwamba wewe kama mu'min jipambe nayo. Miongoni mwa mambo hayo, funga. Mwezi utakapotangazwa leo tarehe 1 Dhulhijja, amka na saum, funga siku 9 Mtume alikuwa akizifunga. Jambo la pili, tilawatul Qur'an, kuwa mwingi wa kusoma Qur'an. Jambo la tatu, it'amit ta'am, kuwa mwenye kulisha chakula. Jambo la 4, sil arham, vizazi kuungana. Jambo la tatu ni kuhurumia mayatima. Jambo la 4 ni kutoa sadaka. Jambo la mwisho ambayo kwamba ndo zitakuwa zinamalizika ni watu sasa kujitayarisha na ibada ya kuchinja, ni watu wachinje. Haya mambo yanapatikana katika mwezi wa Dhulhijja. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka mwezi huu, na hawa ambao kwamba wameenda kuizuru nyumba yake, Mola Subhanahu wa Ta'ala tusamehe dhambi zetu. Na sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba hajatuafikia mwaka huu kwenda, basi inshallah atujalie mwakani, ama asituondoshe katika mgongo wa ardhi ila na sisi tumeizuru nyumba yake, na atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Shukran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.